Mchungaji Kalemela, karibu sana. Hili ni kanisa la PCCT. Sehemu hii inaitwa Tegeta. Kitongoji hiki kinaitwa Mkanada. Kwa hiyo ni PCCT Beroya. Tumejipa jina la Beroya kwa sababu tunapenda kujifunza neno la Mungu. Tumefurahi sana kukuona. Tuliwaombeeni na tunaomba kwamba Mungu akutumie kwa viwango vikubwa. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. Amina. 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 Asante. Tunaweza tukakaa. Mbarikiwe na Bwana. Mbarikiwe na Bwana. Haleluya. Haleluya. Ninazo shukurani nyingi kwa Mungu. Ninaamini iko neema ya pekee ambayo Mungu amenijalia, lakini naamini na wewe amekujalia pia, kwamba tuianze Pasaka yetu kwa tukiwa tuna afya njema, tukiwa tuna mtukuza Mungu wetu. Sema amina. Sema amina. Sasa wakati ninaongea na baba, akanambia tunaanza siku ya Ijumatano, na Ijumatano utakuja, utatusalimia na utatupa neno, lakini kuanzia Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi mpaka Jumapili tutakula pamoja. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo leo nataka niweke neno la maandalizi. Sema maandalizi. Jamani, kila kitu kina maandalizi, si ndio? Hata wewe ukitaka kutoka ndani ni lazima ufanye maandalizi. Unaangalia kwenye kachio, unaangalia shati, unaangalia sura imekaaje. Haleluya. Kwa hiyo na sisi ili tuianze Pasaka yetu ni lazima iwe na nini? Na maandalizi. Sema maandalizi. Lazima iwe na maandalizi. Sasa maandalizi yangu yatasimama kwenye mambo, nina maswali matatu ndio tutakayojifunza. Maswali matatu. Swali la kwanza linasema hivi: umeiandaaje Pasaka? Hilo ni swali la kwanza kama unaandika. Lakini swali la pili linasema umejiandaaje? Umejiandaaje kwenda mbinguni? Maana hatusherekei Pasaka tu, tunasherekea Pasaka ili twende mbinguni. Amen. Maana hili ndio kusudi la nani? La Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Na swali la tatu linasema, je, umekizi vigezo? Mwambie jirani yako, umejiandaaje na Pasaka? La pili, umejiandaaje kwenda mbinguni? La tatu, muulize, je, umekizi vigezo? Maana ni lazima twende mbinguni kwa kukizi vigezo. Amina. Basi niombe kama tulivyopewa muda, niombe tuutumie kwa faida. Tusome maandiko. Tusome maandiko. Funua Mathayo sura ile ya 26, mstari ule wa Mathayo 29, mstari ule wa 18 na wa 19. Tunasoma pale. Mathayo 26, mstari ule wa 18 na wa 19. Tunasoma mistari hiyo. Bwana kijana wangu, ninategemea wewe ni msomaji mzuri. Asante sana. Asante. Mathayo 26 na mstari ule wa 18 na 19 ndio unaotuongoza kwenye
mafundisho yetu ya leo ya utangulizi wa Pasaka yetu. Amen. Amen. Naomba tusome Mathayo 26 na mstari wa 18. Mstari wa 18 na wa 19. Biblia inasema, ndiyo, akasema, nendeni mjini kwa mtu fulani. Nendeni mjini kwa mtu fulani. Mkamwambie mwalimu asema. Mwambie mwalimu asema, majira yangu ni karibu. Majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza. Wanafunzi wakafanya namna Yesu alivyowaagiza. Wakaiandaa Pasaka. Wakaiandaa Pasaka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sasa hapa kuna kitu nataka tujifunze kidogo. Anasema akawaambia wanafunzi wake, enendeni wapi? Niombe twende pamoja sasa kama wanafunzi tulioko darasani. Waende wapi? Waende wapi? Sema tuko mjini. Karemera kaambiwa nenda wapi? Mjini. Sio kijijini bwana. Mjini. Nenda mjini. Mjini wapi? Dar es Salaam. Haleluya. Nenda mjini. Anasema wapi? Mjini. Kwa? Mnakosea. Ndivyo ilivyoandikwa. Nendeni mjini kwa mtu fulani. Toa jibu hapa. Toweni jibu hapa. Kwa nani? Kwa Askofu Frederick Simon. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mimi sikuja kwa Frederick Simon. Mumesema ninyi? Kuna kakishindo nimesikia unapiga hapa kidogo. Sisi ni kanisa la Pentecoste, sijui lenye nini, unaongeza pu. Piga tuone. Amen. Amen. Hapo ndipo nilipoambiwa nenda kwa mtu fulani. Sema kwa mtu fulani. Hivi ukiweka kama umeandika kwenye mstari kwenye Biblia, kwenye kitabu chako au notebook yako, si unaweza ukaweka kamstari mbele alafu ukachora kamstari alafu ukaweka kitu mbele yake. Kwa nani? Haleluya. Unajua muda nao ni shida. Muda nao ni shida. Anasema weke kamstari alafu weke nini mbele, weke fulani. Sasa sijui kwa mtaandika fulani au utaandika nani, wewe unajua, ila baadaye nitakuja kukagua kwenye madaftari yenu. Mliandikaje? Kwenye daftari la kila mmoja mliandikaje? Haleluya. Hebu niongeze baba, niongeze. Anasemaje? Akasema enendeni mjini kwa mtu fulani. Ndiyo. Mkamwambie mwalimu asema majira yangu ni karibu. Huyo mtu fulani nimwambieje jamani nikifika kwa huyo mtu fulani? Majira yangu ni mwambie karibu. Majira yangu ni nini? Ni karibu. Na mimi nakwambia majira ya Kristo ni karibu. Amen. Haleluya. Amen. Hebu lipokee hilo kwanza. Lipokee hilo kwamba majira ya Kristo ni karibu. Amen. Hatuna tarajio lingine. Sisi tunachokijua tunamsubiri Kristo na majira yake anatoa taarifa ni karibu. Kwa hiyo tujiandae. Haleluya. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Kwa nani? Kwako nitafanya. Kwa nani? Kwa huyo mtu fulani. Kwa mtu fulani nitafanya Pasaka. Ina maana kwa yule uliyeandika pale mbele kwenye daftari yako atafanya Pasaka. Sasa sijui ni kwako, sijui ni kwa nani, utajua mwenyewe. Haleluya. Amen. Sema kwangu Bwana atafanya Pasaka. Kwangu Bwana atafanya Pasaka. Sema kwangu bibi Bwana atafanya Pasaka yake.
mimi Bwana atafanya Pasaka. Na afanye Pasaka yake kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tunapojiandaa lazima tumruhusu Bwana afanye Pasaka juu ya maisha yetu. Amen. Amen. Sikiliza, lipokee hilo. Na ninaamini katika siku hizi 3, 4, 5 Bwana anafanya Pasaka kwako. Haleluya. Na lazima patakuwepo na mabadiliko. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Asante. Haya. Sasa tuende kulingana na muda wetu. Tuende kwenye maswali. Swali la kwanza linasemaje? Umeiandaaje Pasaka? Umeiandaaje Pasaka? Tumelimaliza, si ndio? Swali la pili linasema umejiandaaje kwenda mbinguni? Umejiandaaje kwenda mbinguni? Kwenda mbinguni ni maandalizi. Tunaelewana? Kwenda mbinguni ni maandalizi. Umejiandaaje? Lazima. Mtu mmoja akasema, Bwana, na mimi nataka kwenda mbinguni. Yesu akamwambia, hamna shida, njoo. Akasema, lakini uniruhusu nije na kamzigo kangu. Unajua kwenda mbinguni sio tambarare, si ndio? Sio tambarare. Sasa wakati naangalia kile kitabu, kumbe kile kitabu kinaonyesha safari ya kwenda mbinguni. Wametengeneza ngazi ya kupandia, si ndio? Wametengeneza ngazi paka kule mbinguni, paka kule juu mbinguni. Sasa yule ndugu Yesu akamwambia, basi njoo hivyo ulivyo, usipate shida. Sina shida. Yule ndugu akabeba furushi lake akaliweka kichwani. Akasema, Yesu, niko nakuja. Sasa njoo wewe, panda tu. Yule ndugu akaanza kupanda ngazi ya kwanza, anashika ngazi ya pili, anashika ngazi ya tatu. Niambie, huo mzigo ulisalimika? Alishtuka, kile mzigo alichokuwa amebeba kichwani kinaporomoka kule nyuma yake mpaka chini. Yesu akasema, mimi nilikuhitaji wewe, sikuhitaji huo mzigo wako. Basi endelea na safari yako, njoo. Haleluya. Katika Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 na 29 anasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na nini? Na mizigo, nami nitawapumzisha. Haleluya. Amen. Anataka uje kama ulivyo, lakini usibaki kama ulivyo. Kuna mambo mawili hapa. Anataka uje kama ulivyo, lakini usibaki kama ulivyo. Maana maandalizi yanahitajika. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Swali la tatu linasemaje? Je, umekizi vigezo? Umekizi vigezo? Sikiliza. Isaya 57 mstari wa 15 hadi wa 18. Nisomee haraka haraka. Isaya 57 mstari wa 15 hadi wa 18. Nisomee. Isaya 57 mstari wa 15 ndio hadi 18. Biblia inasema, maana yeye aliye juu, aliyetukuka akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, na kaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Tena pamoja na yeye aliyefanyaje? Aliyetubu na kunyenyekea. Haleluya. Amen. Anasema mimi ni mtakatifu, tena ninakaa mahali patakatifu, lakini nakaa pamoja na yeye aliyetubu na kunyenyekea. Haleluya. Kigezo cha kwanza, andika utakatifu. Kigezo cha kwanza, andika utakatifu. Kigezo cha kwanza, andika utakatifu.
Kigezo cha kwanza, andika utakatifu. Lakini kigezo cha pili, andika uaminifu. Andika uaminifu. Kigezo cha pili, andika uaminifu. Andika Mathayo 25 mstari ule wa 21. Mathayo 25 mstari ule wa 21. Mathayo 25 na mstari ule wa 21, Biblia inasema, ndiyo, bwana wake akamwambia, ndiyo, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi. Ndiyo. Ingia katika furaha ya bwana wako. Rudia tena. Bwana wake akamwambia, vema mtumwa mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu kwa machache. Nitakuweka juu ya mengi. Ingia katika furaha ya bwana wako. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema katika jina la Yesu Kristo. Sema katika jina la Yesu Kristo. Akamwambia mtumwa mwema, vema mtumwa mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, na mimi nitakuweka juu ya mengi. Na mimi natamani Pasaka hii Mungu akuweke juu ya mengi katika jina la Yesu. Amen. Wala sio kwa machache. Atuweke kwenye viwango visivyo kwa vya kawaida. Amen. Lakini kigezo cha kwanza na cha pili, uwe nani? Mwaminifu. Haleluya. Amen. Uwe nini? Mwaminifu. Muulize jirani yako, umemwelewa mchungaji Karemera? Umemwelewa mchungaji Karemera? Amina. Amen. 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 Andika kigezo cha tatu. Kigezo cha tatu, uwe umeongozwa na Roho Mtakatifu. Uwe umeongozwa na Roho Mtakatifu. Kigezo cha tatu, uwe umeongozwa na Roho Mtakatifu. Wagalatia sura ya 5 na mstari ule wa 16. Anzia pale. Wagalatia 5 na mstari wa 16. Ndiyo. Biblia inasema, basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ndiyo. Niendelee? Endelea. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Ndiyo. Kwa maana hizi zimepingana hata haziwezi kufanya mnayoyataka. Endelea. Mstari wa 18. Ndiyo. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Asante sana. Lakini mkiongozwa na Roho, hamko chini ya sheria. Amen. Na Mungu wa mbinguni awabarikini sana. Amen. Unajua, nilipoingia nikatazama kanisa, nikakumbuka siku moja Elia anamwambia Mungu hivi, Mungu, nimebakia mimi peke yangu, manabii wako wote wameuawa. Mungu anamwambiaje? Pastor anamwambiaje? Wapo wengi, nimejisazia wengi, manabii 700 wasioisujudia sanamu. Haleluya. Na watakieni baraka za Mungu. Amen. Simameni kama wana wa Mungu. Mungu amejisazia watu wake wasiojichanganya na dunia. Amen. Imenibariki sana. Hivi huwezi ukafurahi hata kidogo? Amen. Siku moja nikaenda mahali fulani, nikawa nimealikwa ili nitoe huduma kule ng'ambo kule. Ninafika, mtumishi mmoja kaingia kanisani akasema, nimetumwa na Mungu. Pastor akaniuliza, uko tayari tumruhusu aseme ujumbe wa Mungu? Nikamwambia sawa kabisa, lakini ameniharibia injili kwenye roho. Sasa sijamwambia pastor, nikamwambia kwenye roho. Nikawa nasema kwenye roho, huyu jamaa ameniharibia injili bwana. Nilitamani nipige injili hapa ili kwa kumbe Baba Mungu ana mipango yake.
Yule ndugu aliposimama akasema neno moja hivi, akasema ujumbe Mungu alionipa, ameniambia kila mmoja aseme amina, kuanzia sauti yake inapoanzia mpaka inapoishia. Akimaliza hapo na matatizo yake yameisha. Umeisikia dawa hiyo? Umeisikia dawa hiyo? Sio chloroquine wala sio shindano za nini, anasema na matatizo yake yamekwisha. Kwenye roho nikaanza hiyo ndio injili. Ndio injili. Angeniachia hapa ningechapa injili. Nikafikiri ni vitu vya mimi. Akasema haya, mmenielewa, simameni. Tukasimama. Kanisa limejaa kubwa sana. Tukasimama. Kila mtu akasema jiandae, tunaanza kusema amina. Mjukuu wangu, hebu sema tusikie. Sema tusikie amina. Au situmia maiki, ukitumia maiki itakusaidia. Hebu mchapieni makofi, amejitahidi. Amejitahidi jamani. Lakini kaujana bado kanamsaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna wetu wengine hapo kimwambia hata sekunde hachukui. Tulipomaliza kuipiga, hii siifanye kwa sababu ninakuchekesha. Ninataka kukuonyesha matendo makuu ya Mungu ya ajabu. Tulipoipiga kila mmoja na anza amina, kufumbua macho, watu wanagaragara. Watu wanaponywa magonjwa, wanashuhudia nimepona magonjwa. Kifua kilikuwa kinauma, nilikuwa na changamoto, mapepo yanalipuka, yanapiga kelele. Mshangilie Bwana kwa ajili ya hilo. Sikiliza, usipuuzie mambo ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuongeza neno wala nini. Tulianzia, watu wanatoa ushuhuda. Tulianzia saa 4 mpaka saa 11. Watu wanasimama wanatoa ushuhuda kwa neno moja tu, amina. Mambo ya Mungu ni ya ajabu sana. Mungu akupe maandalizi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Ongeza amina nyingine nzuri. Mungu akupe maandalizi mazuri katika jina la Yesu Kristo. Mkiongozwa na Roho hamko chini ya sheria. Kwa hiyo tutamani kuongozwa na Roho katika Pasaka yetu. Mungu atupe uongozi wa Roho Mtakatifu. Muimbaji wetu mzuri ametuambia tukiwa chini ya hebu rudia tena nisikie. Sema yule muimbaji, hebu sema nisikie. Tukiongozwa ulinzi na kuwepo. Mchapie Bwana makofi. Haleluya. Asante ubarikiwe. Asante ubarikiwe. Tuende na muda. Tukiongozwa na Roho hatuko chini ya sheria. Lakini jambo la mwisho tukiongozwa chini ya unyenyekevu tutainuliwa juu. Amen. Sema tutainuliwa juu. Tukiongozwa na unyenyekevu tutainuliwa juu. Na mimi natamani Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Na mimi natamani Mungu akuinue katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hebu fungua kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 8 mpaka wa 10. Funua kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 8 hadi wa 10. Biblia inasema, ndio, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, ndio, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Mstari wa 9. Ndio. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Kwa hiyo Mungu amemwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Amemkirimia jina lile lipitalo majina yote. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini nchi. Chapie Bwana makofi kwa ajili ya hilo. Amen. Kilichomfanya akirimiwe jina lipitalo majina yote ni nini? Unyenyekevu. Haleluya. Mwambie jirani yako unyenyekevu. Mwambie jirani yako unyenyekevu. Unatupandisha juu. Pasaka hii
Mungu akupandishe kwenye viwango vingine visivyokuwa vya kawaida. Nimemaliza. Mlikuwa na habari? Nimemaliza. Si baba uliniambia ni utangulizi? Si uliniambia ni utangulizi? Nimemaliza. Simama. Njoo kijana wangu. Njoo. Nataka tumwabudu Mungu.